Mzozo wa Mashariki ya Kati unazidi kufukuta wakati Irani ikiapa kuzuia mafuta na Marekani ikisema kwamba itaipiga Irani endapo itazuia usafirishaji wa nishati hiyo. Pia utasikia mazungumzo baina ya Rais Trump na Rais Putin kuhusiana na yale walioyajadili ikiwemo mzozo wa Mashariki ya Kati na vita vya Ukraine. Nitakupeleka pia huko Sudani Kusini katika mji wa Akobo ambapo maelfu ya watu wanakabiliwa na kitisho cha kushambuliwa na majeshi ya serikali. Kama msikilizaji na wewe unaitufuatilia katika mitandao ya kijamii, unayo nafasi ya kushiriki matangazo haya. Unaweza kunitumia ujumbe wako kuhusu ripoti zetu kupitia Facebook, Instagram na YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu mchana wa leo unaanzia Mashariki ya Kati ambapo jeshi la mapinduzi la Irani limesema leo kuwa halitokubali meli yoyote ya mafuta kutoka Mashariki ya Kati kupita katika njia ya Hormuz iwapo mashambulizi ya Marekani na Israel yataendelea. Kauli iliyompelekea Rais wa Marekani Donald Trump kusema Marekani itaipiga Irani zaidi iwapo itazuia usafirishaji wa mafuta. Jacob Safari ametukusanyia yanayojiri kwenye vita hivyo na hii ni taarifa yake. Iran imerusha droni kuelekea Saudi Arabia na Kuwait mapema leo, wakati ambapo Rais Donald Trump ameonekana kutoa ujumbe wa kutatanisha kuhusiana na muda ambao vita hivyo vitadumu, jambo lililosababisha kuyumba kwa masoko duniani. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema imeziharibu droni zilizorushwa katika eneo la Mashariki lililo na utajiri wa mafuta, huku nchini Kuwait jeshi la ulinzi likisema lilizidungua baadhi ya droni kaskazini na kusini mwa nchi hiyo. Haya yanafanyika wakati ambapo kampuni kubwa duniani ya kusafirisha mafuta Saudi Aramco imeonya kuwa kutakuwa na athari mbaya kwa masoko ya mafuta iwapo vita hivyo vitaendelea kutatiza usafiri wa meli katika njia ya Hormuz. Hormuz ndiyo njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, ikiunganisha mataifa makubwa ya uzalishaji mafuta katika eneo la Ghuba na Ghuba ya Oman na Bahari ya Uarabuni. Mashambulizi haya ya karibuni ya Iran kwa mataifa ya Ghuba yanafanyika wakati Trump amewaambia wabunge wa Republican kuwa huenda vita hivyo vikawa vifupi, ila saa chache baadaye akatishia kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa Marekani itaongeza mashambulizi Iran ikifunga njia ya Hormuz. Trump vile amesema Marekani inajivunia kushiriki vita hivyo. Iran ni nchi yenye nguvu sana na walikuwa wanaelekea kuiteka Mashariki ya Kati kama tungewapiga. Walikuwa na maelfu kwa maelfu ya makombora, ila sehemu kubwa sasa yameharibiwa. Walikuwa wanaiteka Mashariki ya Kati na kuisambaratisha Israel, kwa hiyo tulisitisha hilo kwa wakati mzuri. Tunajivunia kushiriki vita hivi na vitakwisha karibuni, ila ukianza tena watapigwa vibaya sana. Maafisa wa Marekani wamesema lengo la Washington ni kuharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, ila Trump amesema Iran ikitii basi vita vitakwisha. Iran kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni inasema kwa sasa mazungumzo na Marekani hayako kwenye ajenda, licha ya kuwa vita hivyo vimeingia katika siku ya 11. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Garibabadi amesema ni Iran tu itakayoamua ni lini vita vitakapokwisha. Uamuzi wa kusitisha vita uko na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran ikiamua, hata ule upande mwingine ukiacha vita, uamuzi utabaki na Iran kwa sababu wao ndio walioanza uchokozi. Tunastahili kusitisha vita pale tutakapokuwa na imani na kupata hakikisho kuwa uchokozi huu hautojirudia na wakubali jukumu la vitendo vyao. Zaidi ya Wairan 1300 wamefariki dunia na kujeruhiwa tangu Marekani na Israel walipoanza mashambulizi yao ya angani dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameonya kuwa mashambulizi hayo dhidi ya Iran bado hayajakwisha na kudai kuwa operesheni hiyo inalenga kumaliza nguvu utawala wa kidini wa Iran. Wakati huo jeshi la Israel limesema leo kuwa litaishambulia miundombinu ya wanamgambo wa Hezbollah hivi karibuni katika miji ya kusini mwa Lebanon ya Tyre na Sidon. Ni Jacob Safari, msikilizaji, na yale yanayoendelea katika mzozo wa Irani, Marekani na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin jana Jumatatu walifanya mazungumzo kuhusu vita nchini Irani na matarajio ya amani nchini Ukraine, saa chache tu baada ya rais huyo wa Urusi kusema mgogoro wa nishati unatishia uchumi wa dunia.
Tatu Karema na maelezo zaidi. Ikulu ya Kremlin imesema Trump alimpigia simu Putin katika mazungumzo ya kwanza kati ya viongozi hao wawili mwaka huu, na wakajadili mapendekezo ya Urusi ya kumaliza kwa haraka mzozo nchini Iran, hali ya kijeshi nchini Ukraine na athari ya Venezuela kwenye soko la mafuta duniani. Akihutubia waandishi wa habari katika klabu yake ya gofu huko Florida, Trump alisema walikuwa na mazungumzo mazuri na Rais Putin katika mkutano ulioandaliwa kwa njia ya simu na kushirikisha wawakilishi wa pande zote mbili. We were talking about Ukraine. Tulikuwa tunazungumza kuhusu Ukraine ambayo ni vita visivyomalizika. Na ukiangalia kuna chuki kubwa kati ya Rais Putin na Rais Zelensky ambayo haieleweki. Lakini nadhani yalikuwa mazungumzo mazuri kuhusiana na swala hilo. Pia tulizungumza kuhusu Mashariki ya Kati na anataka kusaidia. Nilimwambia anaweza kusaidia zaidi kwa kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Trump pia amesema wanaondoa vikwazo fulani vinavyohusiana na mafuta kwa baadhi ya nchi ili kupunguza bei bila kutaja nchi husika. Mazungumzo haya yalifanyika ndani ya masaa machache baada ya matamshi ya Putin kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimesababisha mzozo wa nishati duniani, huku akionya kuwa uzalishaji wa mafuta unaotegemea usafirishaji wa bidhaa hiyo kupitia mlango wa bahari wa Hormuz unaweza kusitishwa hivi karibuni. Putin amesema Urusi, ambayo ni nchi ya pili inayoongoza kwa mauzo ya mafuta duniani na mmiliki wa hifadhi kubwa zaidi ya gesi asilia, iko tayari kushirikiana tena na wateja wa Ulaya ikiwa watataka kurudisha ushirikiano wa muda mrefu. Wakati huo huo, mshauri wa mambo ya nje Ikulu ya Urusi Yuri Yushakov amesema mazungumzo na Trump yalikuwa ya tija na yenye uwezekano wa kuwa na umuhimu kwa ushirikiano zaidi kati ya nchi hizo mbili. Ushakov amesema Trump anaamini kwamba kusitishwa kwa haraka kwa vita nchini Ukraine ni kwa manufaa ya Marekani. Katika wakati ambapo kuna msukosuko kwenye soko la nishati duniani, utawala wa Trump unafikiria kupunguza vikwazo vya mafuta kwa Urusi, huku tangazo hilo likitarajiwa hivi karibuni. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vilivyoko karibu na mazungumzo ya mipango hiyo. Vyanzo hivyo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba mazungumzo hayo yanaweza kujumuisha kuondolewa kwa vikwazo vingi pamoja na chaguo la kulengwa kwa nchi fulani kama vile India kununua mafuta ya Urusi bila hofu ya faini za Marekani zinazojumuisha ushuru. DW tunavuma kwa kishindo. Tunavuma kwa kishindo, na kama unajiunga nasi, karibu ni matangazo ya mchana kutoka DW Kiswahili. Jumuiya ya Afrika Mashariki inakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha. Ni nchi 2 tu kati ya 8 katika jumuiya hiyo ambazo zimelipa kikamilifu michango yao ya mwaka. Taasisi muhimu za jumuiya hiyo kama mahakama na bunge zina